imani ingekuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Kwenye mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda kuangalia kitabu cha Efeso 3 mstari wa 20. Mtu mmoja anisomee. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 nasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko uyaombayo. Hapa tunaangalia kwenye habari ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Alipougua alikimbilia kwa waganga wakamaliza hela zake, watoto wake wakafa, akabaki maskini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mke wake ndo alikuwepo mtu wa kwanza kumshtaki, akamwambia, we Mungu wako ni wa nini? Mbona hakusaidi? Na majirani zake na marafiki zake. Lakini saa nyingine hata rafiki yako wa karibu anaweza kukushtaki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu aliendelea kumuomba Mungu, Mungu akamfanikisha, akapona, mali zake zikarudishiwa na watoto wake pia, na akazaa pia watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuangalia sababu ya 3. Ukimwamini Mungu utaweza kushinda vita vingi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaenda kuangalia kitabu cha Danieli 3 mstari wa 1 hadi wa 30. Hiyo habari kwenye Biblia ni ndefu, lakini mimi nitaielezea tu kiufupi. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari ya Shadrach, Meshach na Abednego. Hapo kale kulikuwepo na Shadrach, Meshach na Abednego. Walikuwa wakimcha Bwana na walikuwa wazuri kiuso na kiamani. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mfalme Nebukadreza alisimamisha sanamu ya dhahabu, alisimamisha kwenye dura ambao urefu wake ulikuwa lidhaa 60 na upana wake ulikuwa lidhaa 6. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alisimamisha katika wilaya ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akatoa amri akasema, enyi watu wote, akamtuma yule mtumishi wake, akamwambia, nendeni mkawakusanye mawakili, maliwali na watu wote kwenye hii wilaya na wilaya zilizogeni. Ndipo mpiga mbiu akaenda kutangaza kwenye hiyo wilaya, akasema, kila mtu atakayesikia mlio
tarumbeta, zeze, kinubi, zomari na namna zote za ngoma, lazima aanguke na kusujudia sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliyosimamisha katika wilaya ya Babeli. Ndipo mpiga mbiu akaenda kutangaza, enyi nyie watu wa kabila zote, mmeamriwa na mfalme, kila mtakaposikia sauti ya kinanda, inubi, zeze, santuri na namna zote za ngoma, mnatakiwa mwanguke na kushuhudia ile sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliyosimamisha. Ndipo watu wote waliposikia sauti ya zeze, kinanda, kinubi, zomari na namna zote za ngoma, wakaisujudia ile wakaanguka na kushuhudia ile sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo yule mfanyakazi wake Nebukadreza akaenda kumwambia mfalme, watu wote wameanguka na kushuhudia ile sanamu ambayo umeisimamisha, lakini vijana wa Wayahudi 3 ndo wamekataa. Hao ni Shadrach, Meshach na Abednego. Sura ya mfalme ikajaa hasira na adhabu, akasema, kawaleteni hao Shadrach, Meshach na Abednego. Ndipo akaletwa hao Shadrach, Meshach na Abednego. Mfalme akasema, enyi nyie Shadrach, Meshach na Abednego, kwa nini hamtaki kuanguka na kuishuhudia sanamu yangu niliyosimamisha? Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego akajibu, sisi tunamjua Mungu wetu, ni Mungu wa milele na anaweza kufanya yote kuliko hiyo sanamu yako. Mfalme akawapa nafasi ya pili, akawaambia, kama hamtaki kuisujudia sanamu yangu, mnatakiwa muende mkatupwe kwenye tanuru la moto. Kama sio hivyo, mnatakiwa muisujudie sanamu yangu. Shadrach, Meshach na Abednego akakataa. Kwa mara ya 3 tena akawaambia, kama hamtaki kushuhudia sanamu ambayo nimeisimamisha, hamwezi kuokolewa katika mikono yangu. Shadrach, Meshach na Abednego akasema, bora tukatupa kwenye tanuru la moto, lakini tusishuhudie sanamu yako. Ndipo sura ya mfalme Nebukadreza ikajaa hasira na adhabu, akasema, chocheeni moto mara 7 kuliko desturi yao ya kuchochea moto. Ndipo akachochea moto mara 7 kuliko desturi yao. Shadrach, Meshach na Abednego akatupwa. Huo moto ulikuwepo mkali kiasi kwamba hata wale watu ulikuwa mkali kiasi kwamba hata wale watu ambao waliuchochea uliwaunguza na kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego akatupwa kwenye hilo tanuru la moto. Mfalme alipoangalia kwenye ile tanuru, mfalme akastaajabu, akasema, mbona nimetupa watu 3 katika ili tanuru la moto, ila sasa hivi naona 4. Bwana Yesu asifiwe. Hivi wewe nikuulize, umepita katika majaribu, alafu unaenda hata kuuliwa, umeambiwa hata uende ukaibe, umekataa, alafu umeambiwa kama usipoiba utauliwa, wewe unaweza kukubali? Ndiyo, lakini Shadrach, Meshach na Abednego walikubali, lakini Mungu alikuwa pembeni yao na aliwasaidia. Ndipo mfalme akasema, enyi nyie Shadrach, Meshach na Abednego, tokeni humo kwenye hilo tanuru. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego akatoka wakiwa wamevaa suruali zao, joo zao, kanzu zao na mavazi yao mengine. Ndipo mfalme akastaajabu akatoa amri akasema, kama kuna mtu atakayetoa neno baya katika
katika huyu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego atakatwa vipande vipande au kuuliwa. Milele ahimidiwe huyu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe.